constitution mulikuwa article inasema wale batu banakuwa ba congolais d'origine. Mwe mukavote oui. C'est-à-dire nyinyi peuple congolais hata wewe ulivote oui. Haiko vile? Ndio. C'est-à-dire uliadopte que ils sont devenus congolais d'origine. Tutakwenda Minembwe kufukuza AFC/M23. Atutakwenda Minembwe kuua population yote, malgré son ethnie, atutaua ethnie ya mtu. Nasema ujambo na karibu mara tena mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Amani TV Media popote uliko. Matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini pamoja na familia. Karibu kuambatana nasi katika habari zetu za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi Januari mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan. Mpendwa msikilizaji, tuko hapa kukuletea kile kinachoendelea kwenye uwanja wa vita mashariki mwa DRC ili upate kufahamu habari za ukweli na za uhakika. Hivyo endelea kupata habari zetu na kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusamba habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na mchana wa leo mpendwa msikilizaji, takujuza kuhusiana na kauli ya Kamanda William Amuri Yakutumba aliyozungumza jana kwenye hotuba ya hadharani katika mji wa Uvira kuhusu kabila aidha rahia walioko maeneo ya Minembwe. Inazua maoni tofauti miongoni mwa wakahaji wa mji na maeneo mengine jirani. Tutakujuza pia kuhusiana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo endeleza mashambulizi huko jimboni Kivu Kaskazini dhidi ya ngome za waasi wa AFC M23. Kuna hayo na mengine mengi mpendwa msikilizaji, na kuendelea kuwa nasi mwanzo mpaka tamati. Siku za hivi karibuni kuna mjadala mpana ambao endelea kuibua maoni tofauti miongoni mwa wakaaji ni kuhusu raia wa Rwanda ambao wanapatikana huko bondeni Ruzizi, lakini pia wale ambao wanapatikana huko Minembwe. Kuna baadhi ya viongozi wa kizalendo wametangaza hadharani ya kwamba ni marufuku kuita raia wale Wanyamulenge, bali wanatakiwa kuwa wanaitwa Wanyarwanda kwa sababu DRC hakuna kabila ambalo linajulikana kama Wanyamulenge miongoni mwa kabila zote za nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ujumbe huo umesambazwa kote kwenye mitandao ya kijamii kuonesha kwamba ni marufuku kuweza kuwaita Wanyamulenge ili mradi wao ni Wanyarwanda. Sasa siku ya hiyo jana tarehe 24 Januari mwaka wa 2026, Kamanda William Amuri Yakutumba aliweza kuhutubia raia wa mji wa Uvira baada ya kuwasili kwake katika maeneo hayo. Aliweza kuzungumza mambo mengi sana, lakini aliweza kuangukia moja kati ya pointi ambayo aliweza kumuuliza kuhusiana na wale ambao wanapatikana kule Minembwe pamoja na wale ambao wanapatikana huko kwenye bonde la Ruzizi wanachukuliwa namna gani, labda hatua gani ambayo itachukuliwa kuhusiana na uwepo wao katika ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. William Amuri Yakutumba, kiongozi wa kundi la CNPSC, ametoa kauli nzito na ya waziwazi kwa wananchi wa Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini kuhusu hali ya usalama na mapigano yanaendelea katika eneo la Minembwe. Akizungumza bila kuficha chochote, Yakutumba amesema kuwa mapigano yanaendelea Minembwe hayawalengi raia, bali yanalenga moja kwa moja muungano wa AFC M23 Ngomino Twirwaneho ambao wametajwa kama adui halisi katika mzozo huu. Ninazungumza wazi bila kuzunguka maneno yangu, amesema Yakutumba. Hata kama tutapigana Minembwe, mapambano haya ni dhidi ya adui AFC M23 na sio dhidi ya wananchi wa kawaida. Kiongozi huyo ameonya vikali kiongozi au makundi yoyote ya kijeshi yatakaodhibiti au kuingia Minembwe, akisisitiza kuwa jukumu lao la kwanza ni kuwalinda raia na sio kujihusisha na vitendo vya wizi wa mifugo, unyanyasaji na mateso dhidi ya wananchi. Ameongeza kuwa vitendo vya aina hiyo havikubaliki kabisa, kwani wakahaji wa Minembwe ni raia kamili wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waliotambuliwa rasmi kikatiba. Kwa mujibu wa Yakutumba, wananchi wanaoishi Minembwe wamethibitishwa uraia wao wa Kongo kupitia kura ya ndio katika katiba ya mwaka wa 2006 ambayo inabainisha wazi kuwa wao ni wa Kongo wa asili wenye haki sawa na wananchi wengine wote wa nchi hiyo. Huyu hapa Kamanda William Amuri Yakutumba, msikilize. Jusqu'à aujourd'hui, mulivote oui nyinyi. Mulivote oui ndani ya ile constitution mulikuwa article inasema wale batu banakuwa ba congolais d'origine. Mwe mukavote oui.
ulivote oui. Haiko vile? Ndio. C'est-à-dire uliadopte que ils sont devenus congolais d'origine. Sasa unapenda kuniambia nini? Napenda kukuambia hivi. Kwa sasa tuko nasema hapa. Kuko maprobleme kubwa communauté internationale. Ni vitu vyenye naweza sema na vingine siwezi visema paske nakwambia kwamba ni eko na probleme kubwa. D'ailleurs, kututia sisi wazalendo kama ba reserviste. Mnajua alipata probleme gani kwa communauté internationale? Jenye alipigwa vita ya kusema kama bazalendo ni bagénocidaire, bataua maetini na maetini na maetini. Hii maetini, les minorités. Donc, napenda kuambia jusque leo hata vita tunaweza fanya tuende tufanye vita Minembwe. Napenda kusema wazi sina maficha. Tutakwenda Minembwe kufukuza AFC M23. Hatutakwenda Minembwe kuua population yote, malgré son ethnie, hatutaua ethnie ya mtu. Unasikia vile? Population civile reste population civile. Autorité mwenye ataingia pale, kama ni chef de groupement, ataingia pale, atagere ile population yote. Jusqu'à la preuve du contraire. Hii niko nasema waziwazi, sifiche kitu. Hakuna mtu ataenda Minembwe akamata ngombe ya mtu, kuku ya mtu, asema hii tunabeba ni vya hapa wala ni vya hapa. Au moment où leo bale batu beko Minembwe bote population iko kule, beko considérer ce sont des Congolais. Niko nasema waziwazi. Penye bali vote ile nani ni mweye. Haiko vile. Mukabapa ile nationalité. Est-ce que ni mimi? Est-ce que ni Tshisekedi? Alikuwa wapi Tshisekedi? Mwenye mko na attribuer makosa. Sasa kauli hii inakuja katika wakati ambao mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan na jimboni Kivu Kusini, inaendelea kukabiliwa na vita, uhamishaji wa watu na sintofahamu ya kiusalama inayosababishwa na harakati za waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wao. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa matamshi ya Kamanda William Amuri Yakutumba yana lengo la kujitofautisha na makundi yanayoshutumiwa kwa ukiukwaji wa haki za kibinadamu na pia kujaribu kupata uungwaji mkono wa wananchi wa maeneo yanayoathiriwa na mapigano. Kwa sasa wakaaji wa Uvira na maeneo mengine jirani wanaendelea kufuatilia kwa makini mwelekeo na matamko haya ya hatari zake katika hali ya usalama wa maeneo ya Minembwe na jimboni Kivu Kusini kwa ujumla. Mpendwa wa msikilizaji, hayo ameyazungumza jana Kamanda William Amuri Yakutumba, akibainisha kwamba katiba ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambayo ilipigwa kura na watu kusema ndio mwaka wa 2006 iliwatambua kwamba raia hao ni wakongomani halisi. Kwa hivyo hata kama atakapofika Minembwe hawatoweza kuwazuru, bali wataenda kuwaondoa wale wahasi wa M23 pamoja na Ngomeno Tigwaneo ambao ni maadui wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sasa kauli hii inakuja kupingana na kauli ambazo zimekutaniwa hapo awali za kusemea kwamba kipindi hiki hakutaki kuonekana kwa mtu yoyote, raia yoyote wa Rwanda nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mambo yamekuwa magumu, mpendo wa msikilizaji, lakini hayo ndio yale ambayo yameweza kusemekana, hayo ndio yale ambayo yameweza kutangazwa hadharani mbele ya umati mkubwa wa watu katika mji wa Uvira hiyo jana tarehe 24 mwezi Januari mwaka wa 2026. Kwa hivyo ukiwa na maoni yoyote unaweza kutuandikia kwenye comment kuhusiana na hiki ambacho Kamanda amekizungumza. Labda utakuwa na maoni tofauti, lakini pia ukawa na pendekezo nyingine kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini Kamanda William Amuri Yakutumba ameweka mambo wazi na kuonesha ukweli namna ambavyo mambo yalivyokuwa na mpaka hapa mambo jinsi yalivyo. Na tukiachana na habari hizo kutoka huko tarafani Uvira, moja kwa moja jielekeze pia jimboni Kivu Kaskazini ambako jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kuongeza mashinikizo ya kijeshi dhidi ya wahasi wa muungano wa AFC M23 katika wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini kwa kutumia mashambulizi ya angani yenye lengo la kubaini na kuangamiza ngome za vituo vyao vya kimikakati.
Jumamosi tarehe 24 Januari mwaka wa 2026 majira ya jioni, ndege isiyo na rubani ya kivita drone ya FARDC ilishambulia nafasi za waasi wa AFC M23 katika maeneo ya Mpeti na Minjenje iliyopo katika kijiji cha Banakidi groupment ya Kisimba ndani ya wilayani Walikale. Kwa mujibu wa taarifa za eneo hilo, Mpeti na Minjenje yanatajwa kuwa ngome kuu za waasi katika ukanda unaozunguka mji wa kimkakati wa Pinga. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa droni ya kijeshi ilionekana ikizunguka anga la Banakidi kuanzia majira ya saa 12 jioni kwa saa za eneo hilo, kabla ya kuachia mabomu kadhaa kwenye maeneo yanayokuwa yakidhibitiwa na waasi. Eneo la Mpeti lililoko takriban kilomita 18 kutoka Pinga linakuwa kituo muhimu cha vifaa vya ushambulizi wa kijeshi kwa waasi wa AFC M23. Taarifa hii imethibitishwa na katibu wa utawala wa groupment ya Kisimba Bwana Lavi Changwi, ambaye amesema kuwa milipuko hiyo ilisababisha hofu mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo waliokumbwa na changamoto kutokana na nguvu ya mashambulizi hayo. Nguvu ya milipuko iliwashtua sana wananchi. Watu wengi walijifungia manyumbani mwao wakihofia kisasi au kuenea kwa mapigano, amesema Lavi Changwi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo, majeruhi au uharibifu wa mali. Hata hivyo, vyanzo vyenye kuaminika katika eneo hilo vinasema kuwa nafasi kadhaa za waasi zimeharibiwa kabisa, huku hasara kubwa za miundombinu ya vifaa ikiripotiwa. Kwa mujibu wa viongozi wa kijamii wa eneo hilo, Mpeti na Minjenje yalikuwa yakitumika kama vituo vya mkusanyiko wa ugavi wa waasi na yalikuwa yameimarishwa hivi karibuni na wapiganaji waliotoka Kichanga, Mweso na Kalembe katika wilayani Masisi. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa vikosi hivyo vya ziada vilikuwa na lengo la kuandaa mashambulizi makubwa dhidi ya mji wa Pinga unaotajwa kuwa nguzo muhimu ya ulinzi na udhibiti katika eneo hilo la Kivu Kaskazini. Mashambulizi haya ya karibuni yamejiri saa 24 tu baada ya FARDC kushambulia Buleusa katika groupment ya Ikobo, ambako nafasi nyingine ya waasi wa AFC M23 iliharibiwa kabisa na drone za kivita. Kwa mfululizo huu mashambulizi ya angani, wachambuzi wanaona kuwa FARDC inalenga kudhoofisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa kijeshi wa waasi wa AFC M23 na kuzuia jaribio lolote la kusonga mbele au kuteka maeneo mengine ya kimkakati katika wilayani Walikale. Na turejee katika mji wa Uvira, mpendwa msikilizaji, ambako muungano wa waandishi habari mjini humo unalaumu vikali utekwaji nyara kiolela wa waandishi habari katika maeneo ya Fizi na Uvira. Muungano wa waandishi habari wanaohamasisha amani na maendeleo endelevu jimboni Kivu Kusini, IGCPD ASBEL, unawajulisha umma wa kitaifa na kimataifa kuhusu kukamatwa kiolela kwa mwandishi wa habari Thompson Unji Batangalwa, mwandishi anayefanya kazi na chombo cha habari cha mtandaoni ya Mbalieto TV, mjumbe wa sauti ya wananchi na pia mwandishi huru wa Radio Channel Africa. Kwa mujibu wa taarifa tulizo nazo, mwandishi huyo alikamatwa na vyombo vya polisi vya mji wa Baraka kufuatia amri iliyotolewa na uongozi wa kijeshi chini ya Jenerali mzalendo William Amuri ya Kutumba. Muungano huo wa waandishi habari unasema kuwa kukamatwa huku kunadaiwa kuhusishwa na mahojiano aliyofanya mwandishi Thompson Unji Batangalwa na wapiganaji wa kundi la AFC M23 wakati wa kuchukuliwa kwa mji wa Uvira tarehe 10 Disemba mwaka wa 2025. Muungano wa IGCPD unakumbusha kwamba kwa mujibu wa kanuni za msingi za taaluma ya uandishi habari pamoja na sheria za kitaifa na mikataba ya kimataifa inayolinda uhuru wa vyombo vya habari, mwandishi wa habari ana haki ya kukusanya, kuchakata na kusambaza taarifa kwa uhuru bila vitisho, shinikizo wala mateso. Kwa mtazamo wa muungano huo, kukamatwa kwa mwandishi Thompson Unji Batangalwa ni ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa kujieleza na pia ni kunyimwa kwa wananchi haki yao ya kupata taarifa sahihi
na kwa wakati. Kutokana na hali hiyo, IGSPD inalaani vikali kitendo hiki na inataka kuachiliwa mara moja na bila masharti yoyote kwa mwandishi huyo wa habari Thomson Unji Batangalwa. Aidha, muungano huo unatoa wito wa dharura kwa mamlaka husika za kiraia na kijeshi kuchukua hatua za haraka ili haki itendeke na kuhakikisha kuwa haki na usalama ya mwandishi habari huyo Thomson Unji Batangalwa inaheshimiwa kikamilifu. Na ni hayo kama habari zetu fupi kwa mchana wa leo, mpendwa msikilizaji, ambazo zimekujia moja kwa moja kutokea Amani TV Media na kutangazia kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Kwenye komenti utuambie unatufuata kutoka nchi gani ili tupate kujua ni wapi ambako unatufuata kwa wingi.